Tuko headquarters za Vunja Bay hapa Mikocheni, na kama unavyoona magari na watu wako tofauti tofauti kwa ajili ya kwenda kumsupport kaka yetu Fred Vunja Bay ambaye ameondokewa na baba yake mzazi mzee Ngajilo, na kama unavyoona safari hapa ni kuelekea Iringa mjini, na tayari tumejiandaa watu tofauti tofauti hapa kuelekea kwenye magari, na mimi nitakuwa na ku-update kile ambacho kitakwenda kutokea huko, lakini kubwa la msingi ni kwamba tunakwenda kwa ajili ya kumpa moyo kaka yetu Fred Vunja Bay. Kama unajua nafasi ya wazazi kwa mtu yeyote yule duniani, hata awe mkubwa kiasi gani, haiwezi kufutika. Kwa hivyo yeye kuondokewa na mzee wake, tuna feel maumivu yake, na ndio maana tuko na watu tofauti tofauti wote hapa kwa ajili ya kwenda kumpa moyo brother yetu kwamba kazi ya Mungu haina makosa. So tuko hapa tunajiandaa na safari ya kwenda Iringa, na msiba huko Iringa mjini nyuma ya uwanja wa Samora, ndizo taarifa nilizopewa. Kwa hivyo mimi na wewe tutakutana Iringa kwa ajili ya mazishi ya mzee wetu Ngajilo, apumzike kwa amani mzee Ngajilo na wote waliotangulia. Kubwa la msingi ambalo tunaweza kulisema kwa sasa ni asante Mungu kwa kutufikisha salama kwenye safari yetu ya kutoka jijini Dar es Salaam mpaka mkoani Iringa, ambapo hapa tumekuja kwa ajili ya mazishi ya mzee wetu Fabian S. Ngajilo ambaye ni baba mzazi wa Fred Vunja Bay. Na kama unakumbuka vizuri, safari yetu ilianzia pale jijini Dar es Salaam maeneo ya Mikocheni kwenye headquarters za Vunja Bay Group, na hatimaye tumefika nyumbani kwa mzee wetu marehemu mzee Fabian S. Ngajilo, na tumekuja hapa kwa ajili ya mazishi ya mzee wetu, na nimekuja kugundua vitu vingi sana nilipofika hapa nyumbani. Mzee wetu bana alikuwa ni mtu wa watu sana, na kama unavyosikia kwa mbali, unasikia watu wakiwa wanaimba, watu wa kanisani wanakesha hapa, na mzee wetu alikuwa ni mzee wa kanisa. Hii ndo nimeipata hapa. Kwa hivyo vingi utavijua hapa, na hapa watu wanasherehekea maisha yake, watu wanafurahia yale aliyoyafanya enzi za uhai wake. Kwa hiyo tuko hapa kusherehekea maisha ya mzee Fabian Ngajilo, na tunasema hivi, alama aliyoiacha kwenye jamii ambayo tunayasikia hapa ni mazuri kweli kweli. Kila mtu anamlilia kwa namna ambavyo anaweza kumlilia, na wamechagua kusherehekea maisha yake, wamechagua kutaja jina lake kama sehemu ya kumshukuru kwa kile ambacho alikifanya enzi za uhai wake. Tuko hapa mpaka kesho, na tutakupa updates zote mbalimbali ambazo zinaendelea hapa nyumbani kwa mzee Fabian Ngajilo. Mimi ni binti wa Jerry, naitwa Sarafina Jerry, behind the camera ni Juma Koba KB Pixel, na tuko hapa kwa ajili ya kumsindikiza mzee wetu Fabian Ngajilo kwenye safari yake ya mwisho.